Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 6 kipindi cha Pasaka mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 aya 15, aya ya 22 hadi sura ya 18 aya ya kwanza. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 16 aya ya 12 hadi aya ya 15. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili lilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, bado ninayo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyonayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Tumtegemee Roho Mtakatifu atuongoze katika kweli. Wapendwa, ni wakati mwingine, siku nyingine adhimu tunapopata fursa ya kumshukuru Mungu kwa kila mapito tunayopita katika maisha yetu ya kila siku. Siku ya leo kanisa linaendelea kutusindikiza katika maisha ya kiroho kwa kutupatia tafakari ya Injili ya siku ya leo ya Jumatano. Mwinjili Yohane sura ya 16 aya 12 hadi aya ya 15. Tunapotafakari ujumbe tuliokwisha usikia, tumtegemee Roho Mtakatifu atuongoze katika kweli. Mpendwa, maisha yetu kama wanadamu yanahitaji kubeba maana halisi ya mfano bora unaoakisi uwepo wa Mungu kati yetu, kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Katika hili, maisha yaliyopambwa kwa fadhila la Kikristo, yaani Yesu Kristo, maisha yake na mafundisho yake ndiyo dira yetu ya kufika ya kuurithi ufalme wa Mungu. Tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 6, Yesu anatuambia, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Maisha ya Kristo, mafundisho ya Kristo ni kilele na ukamilifu wa ufunuo wa kimungu kwa mwanadamu. Mwanadamu hana budi kuelewa, mwanadamu hana budi kuishi ufunuo huu, kama kanisa linavyoendelea kuudhihirisha, kuuthibitisha na kuurithisha tangu mitume hadi leo mikononi mwa maaskofu ama makreli wote kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Somo la Injili tulilokwisha lisikia hivi punde, mwinjili Yohane sura ya 16 aya ya 12 hadi aya ya 15, inatupatia picha ya kina kuhusu ahadi ya Yesu Kristo ya kumtuma Roho Mtakatifu na uhusiano wa karibu uliopo ndani ya Utatu Mtakatifu, yaani Baba, Mwana na Roho. Wapendwa, somo hili la Injili tulilokwisha lisikia, tunalo litafakari siku ya leo, linatupatia picha hiyo kwa kutufundisha kupitia jambo la kwanza, upole wa Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la pili, utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na jambo la tatu, kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku ya imani yetu juu ya Yesu Kristo. Katika somo hili, Kristo yupo na wanafunzi wake. Anawafundisha na anawaelekeza mambo mazuri kuhusu kuondoka kwake na msaidizi atakayempeleka baada ya yeye Kristo kuondoka. Kristo anaonekana kujua udhaifu wa wanafunzi wake na hofu yao baada ya yeye kuondoka. Katika ubinadamu wao anawaambia hawawezi kuelewa fumbo la mateso na ufufuko kwa wakati mmoja. Tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 2, inatuambia Yesu anasema, ninayo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili sasa. Huu ni upole wa Bwana wetu Yesu Kristo tunaojifunza katika aya hii ya somo la Injili tulilokwisha isikia. Tunajifunza kwamba Mungu hawezi kutupa mizigo mizito kuliko uwezo wetu.
Anajua wakati muafaka wa kufunua ukweli fulani katika maisha yetu. Hii inatufundisha pia subira katika kukua kiroho, ama imani inakuwa polepole. Jambo lingine tunalojifunza katika aya hii ni pale sisi pia tunapaswa kufahamu udhaifu na mapungufu ya binadamu wenzetu katika maisha yetu ya kila siku, ili kutopeana lawama juu ya majukumu ambayo tunayatekeleza kwamba tumeyatekeleza vibaya, ila tu ni uhalisia wa utekelezwaji kama wanadamu. Pia tusiwajaribu wenzetu kwa kuwapa mizigo iliyo mikubwa zaidi ya uwezo wao kwa wakati husika. Pia wapendwa, somo linatupatia juu ya Roho Mtakatifu kama si mwanzilishi wa mafundisho mapya, bali ni mwongozo wa kuingia ndani zaidi ya ukweli ule ule wa Yesu Kristo. Yeye ni Roho wa kweli, anayefunua maana ya ndani na ya kina zaidi ya maneno na mafundisho ya Kristo kwetu wanadamu. Hii ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 13. Atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Tunajifunza jambo kubwa hapa wapendwa. Katika ulimwengu huu wenye utata, tunahitaji Roho Mtakatifu ili kututofautisha, kutufumbua ipi ni kweli na ipi ni uongo. Roho anatuongoza kuelewa mapenzi ya Mungu katika mazingira yetu ya kila siku. Somo linatufundisha pia utukufu wa Kristo kupitia kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kumtukuza Yesu Kristo, si nafsi yake mwenyewe. Yeye anachukua utajiri wa Kristo, yaani upendo wa Kikristo, mafundisho ya Kristo na wokovu pia, na kuufanya ueleweke kwetu wanadamu. Tunaposoma Injili ya Yohane sura 16 aya ya 14, yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha ninyi. Tunajifunza jambo hapa wapendwa, kwamba Mkristo wa kweli ni yule anayemtangaza Yesu Kristo katika maisha yake ya fadhila, na siyo yeye mwenyewe. Roho Mtakatifu ndani yetu anatuelekeza daima kumwabudu na kumtii Yesu Kristo kila siku katika maisha yetu. Umoja kamili wa kimungu tunaopata katika aya ya 15 ya somo la Injili tulilokwisha isikia. Umoja huu tunaoita Utatu Mtakatifu. Katika umoja huu hakuna utengano kati ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote wanashiriki utukufu na upendo mmoja. Tunaposoma Injili ya Yohane sura 16 aya 15, imeandika, kila kitu alicho nacho Baba ni changu. Wapendwa, hii ni neema kwetu. Kupitia Yesu Kristo Mwokozi wetu, tunapata urithi wa Baba. Upendo wa Mungu umemiminwa mioyoni mwetu wanadamu. Leo tunapotafakari neno la Mungu, Injili inatualika kumtegemea Roho Mtakatifu ili kutuongoza katika kweli yote, na pia ni wito kwetu wanadamu kuacha ujanja wa kibinadamu, isipokuwa tuongozwe na hekima ya kimungu inayomfanya Yesu Kristo kuwa kitovu cha maisha yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Carlos Joshua Nachihangu wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia